Kwa majina naitwa Mwalimu Rainel Lucas Mgaya, ni mkuu wa shule Manda Sekondari iliyopo halmashauri ya wilaya ya Ludewa, mkoa wa Njombe. Mafunzo ya leo yamejikita zaidi kwenye utaratibu wa manunuzi ya umma katika mfumo wa NeST, ambayo inatuwezesha kufanya manunuzi mbalimbali ya vifaa vya ujenzi pamoja na vifaa vya kufundishia na kujifunzia katika ngazi ya chini mashuleni na taasisi nyingine, lakini kwa leo tumejikita kwenye taasisi ya elimu. Kabla ya kupewa mafunzo haya tulikuwa tunafanya manunuzi kwa ule mfumo wa zamani, lakini hii ni awamu ya pili tunapewa haya mafunzo. Kwa sasa tukilinganisha toka tulipopata mafunzo ya awali, hali haikuwa mbaya, ilikuwa ni nzuri na tumeendelea kufanya hivyo. Kimsingi kwa sasa haya mafunzo yatatuimarisha zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya vipengele tulivyopata haya mafunzo awamu ya kwanza, kuna vipengele vingine ambavyo hatukuwa vizuri sana, lakini mafunzo haya leo yanaenda kuimarishia uwezo wa kufanya manunuzi ya umma kwa usahihi zaidi, na hivyo kwa kuzingatia sheria za manunuzi ya umma katika mfumo wa PPRA kama wanavyotuelekeza. Kwa hiyo sasa hoja nyingi za ukaguzi zitapungua na huenda zisiwepo kabisa. Kwa hiyo tunadhani baada ya mafunzo haya tutakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufanya manunuzi ya umma kwa usahihi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo. Kwa majina naitwa Mwalimu Bara Marcus Kiaga, mkuu wa shule Chief Kidulile. Leo hii tarehe 23 mwezi wa 7 2026 tuko kwenye mafunzo. Mafunzo haya yamejikita sana kwenye eneo la manunuzi na ugavi. Mwanzo tulikuwa hatujaiva vizuri, lakini kwa hali ya sasa hivi tunaona tunaenda hatua kwa hatua, kwa sababu watu wa mafunzo wanaenda hatua moja baada ya hatua nyingine, na tunaenda kwa vitendo. Tunaulizwa maswali na sisi tunauliza maswali. Kwa hiyo uelewa wa sasa hivi ni tofauti sana na mwanzo, kwa sababu mwanzo watu walikuwa nakosea vitu vingi kwenye mfumo. Unakuta watu wengine wanashindwa kuambatanisha vitu au wanashindwa kusubmit kazi kwa PMU ambaye anakuwa ndo mkuu wa kituo. Lakini pia hata yule mwalimu wa manunuzi alikuwa kidogo anapata changamoto kwenye baadhi ya maeneo yanayomhusu yeye. Lakini kwa sasa hivi tuko vizuri, lakini pia tumejifunza vitu vingine tofauti na mfumo wa NeST. Pia tumejifunza namna ya kukata kodi kwa ajili ya kusubmit TRA, lakini pia tumefundishwa sheria zinazohusiana na PCCB, kwa maana ya kwamba ili kuepuka vitu vinavyoweza kumshawishi mzabuni kuweza kutoa rushwa au sisi kutengeneza mazingira ya rushwa kwa wazabuni. Lakini pia tumejifunza masuala ya kupitia maafisa wa polisi, tumejifunza masuala ya ukatili na unyanyasaji wa wanafunzi, kwani sisi kwa sehemu kubwa tunaishi na wanafunzi ambao wanafunzi wengine wanafanywa ukatili majumbani, lakini pia baadhi ya walimu wanawafanyia ukatili wakiwa shuleni, na hivyo kukata tamaa kuendelea na shule. Kwa ujumla yanaenda kutusaidia kuweza kufanya manunuzi sahihi yasiyo na ushawishi kwa wazabuni kutoa rushwa, lakini si wenyewe pia kuepuka makosa ya kimanunuzi na namna ya kuweza kuwapata wazabuni mbalimbali wa ujenzi au uuzaji wa vifaa vya ujenzi pamoja na kutafuta mafundi kwa ajili ya ujenzi.